السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد. watukufu Islam, na mnaoendelea kuzifuatilia darasa zetu hizi za fiqh, tukiwa tulianza na swala ya safari, utangulizi wake, na tukaona swala ya msafiri ni kwamba kuna masafa maalumu, kama anakwenda masafa hayo ndipo anaweza kukidhi vigezo mojawapo vya huyu kuiswali swala ya safari, kama tutakavyozungumza mifumo yake au mitindo yake. Kwa hiyo la kwanza ni kwamba masafa anayokwenda yasipungue kilomita 83, lakini ili aweze kuianza ile swala ya safari, muda gani taanza? Ni mara tu akitoka nje ya mji wake, tayari swala itakayomkuta ana uwezo wa kuiswali kwa mfumo wa swala ya safari. Naam, leo tutazame ni namna zipi, ni sura zipi, ni mfumo upi anaweza kuswali swala ya safari. Kuna hali kama 3 hivi tutazitazama ambazo mtu anaweza kuswali swala ya safari kwa kupitia hali hizo mojawapo. Lakini tufahamu kwamba sio kila msafiri kwamba msafiri ni lazima aswali swala ya safari. Sio lazima msafiri aswali swala ya safari. Anaweza kuswali swala ya kawaida, japokuwa ana fursa, ana nafasi, ni kwake ni sawa kuswali swala ya safari. Anaweza kuitumia fursa au akaamua asiitumie fursa. Kwamba kuna mtu anadhani kwamba lazima msafiri aswali swala ya safari. Hapana, anaweza kuwa msafiri lakini fursa ile asiamue kuitumia, asitumie. Lakini kwa kuwa ipo, akitaka itumia ikiwa masharti yamekamilika. Sasa namna ya kwanza kuiswali swala ya safari ni aljamu, kukusanya. Katika kukusanya, swala zinazokusanywa ni pea 2 tu. Anaweza mtu kuikusanya swala ya adhuhuri na alasiri, sawa, au akaikusanya swala ya magharibi na isha. Ni hizo tu ndizo swala zinazoelewana, ndio pea. Na katika kukusanya, anaweza akakusanya ima kuitanguliza swala ya mbele, akaiswali swala ya pamoja na swala ya nyuma yake. Mfano, wakati wa dhuhuri akaiswali swala ya alasiri na dhuhuri, ile swala ya alasiri akaivuta ndani ya swala ya dhuhuri. Tutaona masharti yake huko mbele. Ili aswali swala ya mfumo huo, masharti yake ni yapi? Hii ikiwa ataiswali swala ya mbele ndani ya muda wa swala ya nyuma, hii itaitwa jamu taqdima. Maana yake ni jamu taqdim, maana yake ni kukusanya swala ya mbele ukaitanguliza kuiswali ndani ya muda huo. Sasa mathalan, kuiswali swala ya asr ndani ya dhuhuri, utaswali dhuhuri yako, utatoa salamu, kisha utasimama kuiswali swala ya asr. Hii ni jamu taqdim na ina nia yake. Lakini kuna jamu taakhir, kukusanya swala ya sasa kuiswali baadaye. Muda wa dhuhuri ulipofika, wewe ukaamua usiswali swala yako ya dhuhuri, bali ukatia nia tu kwamba swala hii ya dhuhuri nitakuja kuiswali ndani ya muda wa asri. Hii inaitwa jamu taakhir. Kwa hiyo ni rakaa, unaweza ukaswali rakaa zote 4. Ulichokifanya ni kukusanya tu, ukaiswali swala ya dhuhuri rakaa zake 4, baadaye ukatoa salamu, ukasimama kuiswali swala ya asri za rakaa zake 4. Au ukaiswali swala ya magharibi na isha kwa kuivuta swala ya isha ndani ya swala ya magharibi kwa rakaa zake 3 magharibi, au kisha kumaliza ukasimama kuiswali swala ya isha rakaa zake 4. Hii ni kukusanya hali ya kutanguliza swala au hali ya kuchelewesha swala, lakini kwa kuswali rakaa zote kamili, lakini umekusanya. Hali ya pili ni kukusanya hali ya kupunguza.
unaweza kuzikusanya swala mbili lakini zile zinazokusanyika adhuhuri na alasiri au magharibi na isha, lakini hali ya kupunguza unaipunguza vipi? Hizi swala zenye rakaa 4 unao uwezo wa kuzikusanya, lakini ukaziswali rakaa mbili. Ukasimama kuiswali adhuhuri rakaa 2, halafu ukaikusanya ukasimama kuswali sala alasiri rakaa 2. Kwa hiyo hapo umekusanya na kupunguza. Umefanya kukusanya lakini pia umepunguza. Nadhani tunafahamiana kwamba ile ya mwanzo tumekusanya tu, hatukupunguza rakaa. Tukaswali 4 zile 4 au 3 na ile 4. Lakini vile vile tukasema sala namna ya pili ni kukusanya hali ya kupunguza. Sasa masharti ya kupunguza, swala zinazopunguzwa ni swala za rakaa 4 tu. Ukikusanya dhuhuri na alasiri kama unataka kupunguza, hizi ndio unaweza kupunguza kwa sababu zina rakaa 4. Lakini kama unaikusanya magharibi na isha, magharibi kwa sababu haina rakaa 4, utaiswali rakaa zile 3, halafu utasimama kuiswali isha rakaa 4. Hapo umekusanya na kupunguza. Halafu njia ya tatu ni kupunguza tu bila kukusanya. Unaweza ukafika muda wa sala ya dhuhuri ukahukusanya, huchanganyi na alasiri, lakini ukaiswali sala ya dhuhuri kwa rakaa zake 2 tu, maana yake ukaipunguza. Halafu ukafika muda wa sala alasiri, ulipofika alasiri saa 10 mathalan, ukaswali rakaa 2 tu. Haya, ukafika muda wa sala ya magharibi, kwa kuwa sala ya magharibi si ya rakaa 4 na nina rakaa 3 na mimi sijaamua kukusanya, nimeamua kupunguza tu, sala ya magharibi huipunguzi. Utasubiri muda wa sala ya isha ukifika, wewe ukaamua mwenyewe ngoja sala ya isha ni swali kwa kuipunguza rakaa, kwa kuwa ni sala ya rakaa 4 ukaiswali rakaa 2. Kwa hiyo hizo ni njia 3. Na narudia kwa ufupi kwamba unaweza kuchagua mwenyewe tu, ima kuswali kwa kukusanya swala zile zinazokusanywa adhuhuri na alasiri, ima kuitanguliza alasiri ndani ya adhuhuri au kuichelewesha kuamua swala ya adhuhuri uje kusali alasiri, lakini kwa rakaa zake kamili 4, ima lakini ukakusanya tu. Au njia ya pili ni kuswali swala hizi kukazikusanya lakini ukazipunguza, swala za rakaa 4 ukaswali rakaa 2 kwa kuzikusanya. Au njia ya tatu ni kuswali swala hizi bila kuzikusanya lakini ukazipunguza, zile swala za rakaa 4. Inshallah tutakuja kuona masharti ya kufanya hivyo. Kuna masharti ya kupunguza, kuna masharti ya kukusanya katika kitabu chenyewe inshallah cha Safinatun Najah. Tutakuja kuona hapa alivyo tunazungumza tu kwa mukhtasar kuhusiana na hii mifumo na yale maelezo ya ziada ambayo kwenye kitabu yawezekana yakawa hayakuwekwa kutokana na mukhtasari wake kitabu chetu inshallah. Mwenyezi Mungu tujalie wenye kuifahamu dini na kuifuata na kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Billahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.